Mashirika mbalimbali ya kuangazia maslahi ya kijamii yameendelea kukongamana mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi kujadili masuala ya haki na sheria miongoni mwa makundi tofauti katika jamii. Katika siku ya pili ya kongamano hilo linaloongozwa na shirika la Msalaba Mwekundu nchini, imebainika kuwa ukosefu wa hamasa kuhusu sheria miongoni mwa waraibu wa dawa za kulevya imekuwa changamoto miongoni mwao kujitetea wanapojikuta wameenda kinyume na sheria. Abdalla Badlus, mkurugenzi wa MEWA katika kitengo cha kusaidia waraibu hao, amesema hali hiyo inawaacha waraibu wengi kujikuta katika njia panda katika kupata haki. Kuna sheria kama ya kuwa waambiwa maeneo, huyu mtu anapatikana maeneo, lakini hizo sehemu maeneo ni wapi? Maeneo hakuna sehemu ambayo imeandikwa ati ni maeneo. Hapa ni maeneo. No. Kwa hiyo mtu anashikwa pale anapelekwa maeneo. Na kwa vile ni mtumiaji wa dawa kulevya au pengine mpita njia, hajui haki zake, mara unashtuka amefungwa, au pengine mtu ameshikwa tu bila makosa yote. Lakini sasa sheria zenyewe unaambiwa ukifika pale wewe ulizi umeshikwa na nini, unatajiwa tu umeshikwa nini, umekubali, umekataa. Ukikataa waekwa rumande. Kuna watu ambao hawana uwezo. Watu wana uwezo wa kulipa ile cash bail au bond kwa kitu. So wale watu wanaweza kukaa muda mrefu sana katika jela na ambapo hana makosa yote. Badrus anasema sheria za nchi zinafaa kuangazia namna jamii hizo zitakavyoweza kupata haki kama watu wengine ili kuhakikisha kuna usawa katika jamii. Serikali na pia upande wa wale ambao kutekeleza zile sheria wanajua baadhi ya sheria hizi zina madhara zaidi. So ni vizuri wao pia wajitokeze wapate kusema ili zipate kubadilika hizo. Wasitegemee si pekee, saa nyingine sisi hatuwezi kufika kwa kila mtu. So kila mmoja amchukulie mtu baada ya kulevya ni binadamu. Na hakuna mtu anasema ati mimi niko salama. Wewe waweza tumia, mtoto wako pia za kutumia. Hakuna mtu ati yuko salama huyu hawezi kutumia yoyote. Si tajiri, si maskini, si kabila, si dini, yoyote za kwa mteja. Vile swala la haki katika masuala ya afya limeangaziwa katika kongamano hilo, wadau wakisema maafisa wa afya nyanjani wamekuwa na mchango mkubwa kuhamasisha jamii ya watu wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukimwi katika kufikia huduma za afya. Katika Human Rights and Gender tunatumia hawa community paralegals ambayo wanatusaidia katika kufuatilia cases za watu ambao wanaishi na virusi. Vipi? Hawa wametrainiwa kama mawakili wa nyanjani. Na katika hii wakili wa nyanjani wanatusaidia inakuwa rahisi kwao watu pale nyanjani wanaoishi na virusi kuwafuata ili kuwaeleza yale matukio ambayo wanapitia kama watu wanaoishi na virusi. Kisha wakiweza kuwaeleza, tuna pro bono lawyer ambayo wanamletea kesi kama hiyo. Huyo pro bono lawyer anawaambia the right pathway ya kufuatilia ili kukue na suluhisho. Hata hivyo, mawakili wa ngazi ya jamii maarufu paralegals wanasema swala la unyanyapaa katika jamii limekuwa kikwazo kikubwa kwa makundi haya kuendelea na maisha yao ya kawaida, wakishinikiza jamii kuwakumbatia watu hao na kuwapa motisha. Hususan wengi walikuwa wakibaguliwa na kutengwa because ya muonekano wao. Mostly watu wanakuwa affected, wengi kwa ile shirika nafanya mimi, mostly wanakuwa affected because of their sexuality. Na hiyo imekuwa ikiwafanya mpaka wengi wanaathirika because wakienda kwa huduma za kiafya wanaambiwa huko hivi hatuwezi hudumia mtu anakaa hivi. So hiyo kitu imekuwa ikiwasumbua sana na pia inawaambukiza na expose kwa riski nyingi za kupata hayo maambukizi. Manake methadone mpaka leo hakuna muamala wala hakuna mwelekeo wa kisawa, na hivi sasa pia taasisi za methadone pia ni kidogo, watu wanatoka mbali. Kuna malalamiko mingi sana kuhusiana na masuala ya methadone. Unyanyapaa uko juu sana. Ushasikia kutengwa wale na unyanyapaa ni hali ya juu. Kuna watu paka unasikia mtu anasema kuwa ukimwona mteja madawa ya kulevya na nyoka, kwanza mpige huyo. Unasikia mtu anasema kama Kwa hivyo wanatengwa, wanapigwa bila kufanya makosa, wanadharauliwa. Mtu anakwenda pengine amejireform, amejisaidia kuacha. Leo anataka kwenda msikitini, watu nyuma wanaanza kuzungumza. Mwangalie chugeni yule, ataiba viatu. Yaani bado ile unyanyapaa uko hali ya juu sana. Ile unyanyapaa ndio unafanya watu pia sasa wasiweze kuacha na pia wasiweze kukubalika katika jamii. Kauli za washikadau hao zimeungwa mkono na hakimu katika mahakama ya Kilifi, Ivy Wasike, akisema sheria inawajibisha kila mmoja kulinda haki za makundi ya wachache
katika jamii. Hawa ambao tunaita key population tunafaa tujue kuwa kwanza kwa katiba yetu tunahamasishwa kuwa wale ambao ni wanyonge kwenye jamii ni lazima walindwe, na lazima kila mtu aajibike, haswa washikadau ni lazima tuajibike kwa masuala ya wale wanyonge kwenye jamii. Na tunajua kuwa hawa ambao huwa tunaita the key population ni kwa sababu ni wachache kwenye jamii yetu na ni watu ambao wameangaziwa. Hiyo ndio sababu tunasema key, na inamaanisha kuwa pia ni wanyonge kwa sababu ya labda wameathirika na hayo madawa ya kulevya, na pia wameathirikwa kwa sababu kwa huo utumiaji wa madawa yao ya kulevya wanakuwa wako very vulnerable kwa kupata virusi. Hakimu Wasike vile ameitaka jamii kuhakikisha inawakubali walio katika makundi ya wachache, akisema changamoto za kimaisha zinazowakumba huenda ni kutokana na masuala mbalimbali ya kifamilia. Hawa ambao wanatengwa key population ni watoto wetu, ni jamaa zetu, na sisi wote ni lazima tuwajibike kuweza kuwaleta wawe ipasavyo na wakuwe na maisha ambayo tungetarajia hata sisi wenyewe tuishi. Kwa sababu wakati mwingi haswa hili gatuzi letu la Kilifi, ukiangalia vijana huanza uraibu wa madawa ya kulevya wakiwa wadogo, na ni kwa sababu familia zimevunjika na hawapati mwelekeo mzuri kutoka kwa familia zao na jamaa. Na kwa hivyo wakishaanza kuingia kwa uraibu wa madawa na wakiingia ndani, ni lazima sisi wenyewe tuwajibike. Kongamano hilo la siku 3 linatarajiwa kukamilika Alhamisi hii. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.